Mara baada ya klabu ya Yanga kuweza kupata sare 3 mfululizo katika ligi kuu ya NBC Tanzania Bara, wakianza kupata sare dhidi ya timu ya Azam FC, mchezo uliomalizika pasipoweza kufungana, wakaja kupata tena sare dhidi ya timu ya TRA United, mchezo uliisha kwa pasipoweza kufungana, lakini sare ya 3 ni dhidi ya Mtibwa Sugar, ambapo klabu ya Yanga waliweza kuipata siku ya jana dakika za jioni. Mtibwa Sugar anasawazisha bao ambalo lilifungwa na Pacome Zouzoua na kufanya mchezo uweze kuisha kwa sare ya kufungana chuma 1-1. Sasa kufuatia matokeo haya yote ambayo klabu ya Yanga ameweza kuyapata kwa siku za hivi karibuni, hatimaye uongozi wa klabu ya Yanga umekuja kutoa taarifa yao kwenda kwa umma kuhusiana na mwenendo mzima wa kikosi hiko cha klabu ya Yanga chini ya kocha mkuu Pedro Gonçalves. Sasa ni taarifa gani hii ambayo uongozi wa klabu ya Yanga wamekuja kuitoa kwenda kwa umma kuhusiana na mwenendo mzima wa kikosi chao hicho ambacho kinaonekana kinapitia wakati mgumu kweli kwenye kutafuta alama 3 muhimu wanapokuwa ugenini kwenye michezo mbali. Undani wa taarifa hii nitakuja kukujuza na kusogezea moja kwa moja kupitia hapa Bongo Vibe TV. Cha kufanya sasa ili usiendelee kupitwa na hizi taarifa na uweze kufahamu undani wa hii taarifa, swala ni jepesi kabisa, mwana michezo wangu. Hakikisha unakwenda kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yanayoandikwa subscribe. Baada hapo hakikisha unakwenda kutani on notification kwa kubonyeza alama ya kengele itakayojitokeza hapo pembeni. Ukishafanya hivyo, wewe utakuwa ni mdau wetu wa kwanza na mwanafamilia wetu wa kwanza kuweza kujipatia kila aina ya taarifa mpya kimichezo ambayo sisi tunakujuza na kukuhabarisha wewe moja kwa moja kupitia hapa Bongo Vibe TV. Hautaka kuwaza tena utapata wapi taarifa mpya za kimichezo, bado utapokea notification moja kwa moja kwenye simu yako ya mkononi ya kwamba tumekushaweza kukuhabarisha na kukusogezea taarifa mpya ya kimichezo. Na jukumu lako mama linasalia kuwa jepesi kabisa, mwana michezo wangu, ni kwenda tu kutazamia hiyo taarifa mpya ya kimichezo ambayo sisi tumekujuza na kukuhabarisha wewe moja kwa moja kupitia hapa Bongo Vibe TV. Na kama wewe tayari umekushaweza kusubscribe channel yetu, sasa twende kazi tukaangazie kuhusiana kile ambacho nimeweza kukujuza hapo awali juu ya taarifa kuhusiana na klabu ya Yanga mara baada ya mfululizo wa matokeo yasiyokuwa mazuri kwa namna moja ama nyingine, naweza kusema hivyo, matokeo ya kupata sare 3 mfululizo kwenye michezo ambayo klabu ya Yanga wamecheza hivi karibuni. Bwana, inaelezwa kwamba klabu ya Yanga imeanza kufanya tathmini ya kina juu ya mustakabali wa kocha mkuu Pedro Gonçalves kufuatia mfululizo wa matokeo yasiyoridhisha katika ligi kuu ya NBC Tanzania Bara. Shinikizo kwa kocha huyo limeongezeka baada ya timu hiyo kushindwa kupata ushindi katika michezo kadhaa muhimu, ikiwemo sare dhidi ya Mtibwa Sugar. Matokeo hayo yanaendeleza rekodi ya sare kwa Yanga katika mechi zilizopita, hali iliyowagharimu pointi muhimu kwenye mbio za ubingwa. Yanga Sports Club ambayo imekuwa ikitajwa kama moja ya timu bora zaidi katika ligi kuu ya NBC Tanzania Bara kutokana na ubora wake wa kikosi chake, lakini pia sasa inaonekana kupoteza mwelekeo baada ya kushindwa kupata ushindi katika michezo kadhaa muhimu. Badala yake timu hiyo imejikuta ikikusanya sare mfululizo ambazo zimeanza kuwasili nafasi yake katika mbio za ubingwa. Hapo awali Yanga ililazimishwa sare katika dabi dhidi ya timu ya Simba Sports Club, lakini pia wakarudi kupata matokeo ya sare kwenye mchezo mwingine dhidi ya timu ya Azam FC. Haikuishia hapo, klabu ya Yanga wamekuja tena kupata sare dhidi ya timu ya TRA United, lakini kubwa kuliko, klabu ya Yanga wamekuja kupata sare tena dhidi ya timu ya Mtibwa Sugar. Sasa mwenendo huu umeibua maswali mengi miongoni mwa wadau na mashabiki kuhusu udhabiti wa timu hiyo chini ya benchi la ufundi ambalo kwa sasa lipo chini ya kocha mkuu Pedro Gonçalves. Taarifa kutoka ndani ya klabu ya Yanga zinaeleza kuwa viongozi wanaangalia kwa karibu hali ya timu na wanaweza kuchukua maamuzi magumu iwapo hali itaendelea kuwa hivyo, huku lengo kuu likiwa ni kurejesha makali ya kikosi hicho ndani ya ligi kuu ya NBC Tanzania Bara. Ni hicho ambacho nataka nikujuze ewe mwananchi wangu ili uweze kufahamu kuhusiana na kile ambacho kinaendelea sasa hivi ndani ya kikosi cha klabu ya Yanga. Kama una maoni yako ama mtazamo wako ama chochote kile, njoo tuambie kupitia sehemu ya comment hapo, tutakuja kuchat nawe kupitia hapo, bila kusahau kulike, kushare, na jambo la muhimu kuliko yote hakikisha unakwenda kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yanayoandikwa subscribe. Mimi nasema ciao.